lakini kabla ya Injili kuna vitu vimekuwa vimetangulia. Mchungaji Rashid alipokuja ofisini alinipa huu mpira, akaniambia, mkuu, kuna kontena kadhaa zinatoka bandarini ya misaada, nataka kuja ugawa kwa mashuleni hapa Tabora, kwa tutaomba siku hiyo uwe mgeni rasmi kwenye ugawaji. Mchungaji Rashid nikamjibu simple tu, nikamwambia, wataalamu wangu wakijiridhisha na vyombo, mimi sina neno. Sasa kweli vyombo vya uchunguzi vinafanya kazi kubwa sana. Kwa hatimaye wakawa na dauti na aina ya mpira na vipeperushi vya namna hii, alama zilizopo kwenye huu mpira, lakini na rangi zilizopo kwenye vipeperushi hivi. Sasa wakishaweka dauti, manake wana extend uchunguzi. Alama hizi tunazioanisha na alama ambazo sio za kimaadili, ambayo maadili yetu ya Watanzania sisi hatukubaliani nazo. Kwa tukaamua mipira yote na vipeperushi vyote ambavyo wamepewa watoto vikusanywe, na tumemuita mchungaji ambaye ni mwenyeji na askofu mwenyeji aje atupe maelezo kwenye kamati ya ulinzi na usalama, tukiwa pamoja na wakuu wa wilaya na wataalamu tulionao hapa. Mchungaji Rashid anasema hakuwa ameelewa wala kutambua chochote kuhusiana na alama zilizopo hapa. Miongozo tulionayo ni kwamba chochote ambacho kinatakiwa kugaiwa mashuleni lazima tupate idhini ya mamlaka ya serikali za mitaa, kwa maana TAMISEMI. Lazima pia na sisi tujiridhishe kwa wataalamu tulionao. Kwa ndicho kilichofanyika, wataalamu wetu wakagundua alama hizi. Hamkueleweka huko, hamkugundulika huko, tumewagundua hapa. Kosa linapogundulika ni hapo linachukuliwa hatua. Kwa hatua tulioichukua kwamba mkutano huo hautakuwepo kama walivyokuwa wamepanga, lakini kwa sasa tumeufunga na tumekanseli kibali hicho. Wametuambia wapo zaidi ya 10 au 20 hapa mjini, waondoke leo, wasilale katika mji huu hapa. Mchungaji Rashid na mwenzake tumemwambia ripoti polisi kutoa maelezo. Yeyote tutakaye kumbana naye kwenye jambo la namna hii, rais wetu wa nchi, kiongozi mkuu wa nchi, alisema tulinde maadili yetu na tutunze watoto wetu. Naomba tuwe macho na mambo haya na